Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Sawa na Ramadhan 9 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Bila kusahau, usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia siamini katika kushindwa, ajivunia kukamilisha mradi wa maji uliosanifiwa mwaka 2006 unanufaisha watu 450,000, aonya kubambika bili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mtuhumiwa wa mauaji adakwa baada ya kujificha miaka 6. Habari katika ukurasa wa 16. AICC PSSSF wajenga kituo cha mikutano Arusha. Habari katika ukurasa wa 16. Mwanafunzi SUA jinyonga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi ahimiza jamii kumhofu Mungu, asema mashindano Quran yatapunguza uovu. Majaliwa ataka maadili iwe ajenda kudumu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Polisi yaokoa mtoto aliyetekwa Dar. Habari katika ukurasa wa 7. Wakenya mbaroni wizi kwenye magari Moro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. TMA yatabiri mvua kubwa mikoa 21 Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika NMB taasisi ya Nelson Mandela kuimarisha bunifu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za 8 za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mjadala wanaume wanawake wakolea. Nani ni tatizo katika malezi? Kila upande watupewa lawama, matatizo ya kifedha, mila potofu, manyanyaso ya ndoa na tamaa za kihusiano vyatajwa, madhara kwa watoto elezwa, viongozi wa dini watia neno. Habari kamili imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika ufumbuzi wake, wanaume na wanawake kwa pamoja wanapaswa kuwajibika katika malezi na ustawi wa familia na msaada kifedha, kihisia na kimaadili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi inasema itakuwa ndoto ya jamii kukomesha vitendo vya ukatili wa kijinsia iwapo wanaume watakaa pembeni na kuiachia serikali na wanawake jukumu la malezi na makuzi ya familia. Hii ni nukuu ya Dr. Tulia Ackson. Nelson Nicolaus anasema tunatelekeza familia baada ya kuona mwanamke hajui mipaka yake. Wanatuvimbia na shida hapa. Nadhani hakuna mafunzo sahihi kabla ya kuingia kwenye ndoa kama ilivyokuwa zamani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Rais Samia azindua mradi wa maji uliokwama miaka 20. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. ACT Wazalendo yatishia kumshtaki DC Sadifa. Habari katika ukurasa wa 18. Aliyomwagiwa tindikali Moshi aiandikia barua tume utawala bora. Habari katika ukurasa wa 6. Moshi, kada wa Chama cha Mapinduzi CCM Idrisa Moses Makishe ameiandikia barua tume ya haki za binadamu na utawala bora THBUB akiomba kuanza uchunguzi kuhusu tukio la kumwagiwa tindikali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika paroko Bagamoyo aeleza walivyosubiri jimbo miaka 7. Habari katika ukurasa wa 2. Jela miaka 5 kwa kumuua mkewe. Habari katika ukurasa wa 21. Arusha, mahakama kuu imemhukumu adhabu ya kifungo cha miaka 5 jela Paul John baada ya kumkuta na hatia ya kumuua mkewe Helena Elias
bila kukusudia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika Rais Dr. Samia aendelea kufanya kazi kwa vitendo, azindua mradi mkubwa wa maji wa Same Mwanga Korogwe, aelekeza nguvu kwenye umeme mikoa ya kaskazini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti limeandika TMA yatabiri mvua kubwa mikoa 25 ikiwemo Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Biteko ataka fursa kwa watoto wa kike. Habari katika ukurasa wa 4. Jela kwa kupatikana na hatia ya kumuua mke bila kukusudia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Majira limeandika Ndumbaro, migogoro ya ardhi inasababishwa na watumishi. Habari katika ukurasa wa 17. Airtel yazindua chumba cha mama na mtoto kazini. Habari katika ukurasa wa 7. Kongo yatangaza dau kukamatwa kwa viongozi wa M23. Habari katika ukurasa wa 19. Maajabu ya visiwa 11 ndani ya hifadhi ya Rubondo. Habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tutazame sasa gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Hayawi sasa yamekuwa. Rais Dr. Samia zindua mradi mkubwa wa maji utakuhudumia Same Mwanga Korogwe wenye thamani ya shilingi bilioni 300. Utekelezaji wake ulianza miaka 18 iliyopita. Asema ajenda ya kumtoa mama ndoo kichwani ni endelevu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Majali watu wa wito kwa viongozi wa dini, awasihi waendelee kukemea vitendo vinavyoashiria mmomonyoko wa maadili. Habari katika ukurasa wa 3. Ashikiliwa polisi tuhuma kumteka mtoto wa miaka 7. Habari katika ukurasa wa 3. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam linamshikilia Stanley Ukuya, mkazi wa Uvinza mkoani Kigoma, kwa tuhuma za kumteka mwanafunzi. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa 3. Rais Dr. Mwinyi haidi maendeleo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Rais Samia kuongoza kikao cha NEC Dodoma. Habari katika ukurasa wa 8. Aliyejaribu kumua mpenzi wake atupwa jela miaka 7. Habari katika ukurasa wa 19. Mahakama Kuu kanda ya Songea imemhukumu Abbas Majadini kifungo cha miaka 7 gerezani baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kujaribu kumuua mpenzi wake Dola. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. TMA yatabiri mvua kubwa kwa mikoa 25. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mazungumzo maalum Chadema kortini. Lissu ateta na Nipashe na kueleza kwa undani TLS wajitosa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika mradi wa maji wa bilioni 400 ulioponza vigogo wazinduliwa. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika RC aingiwa hofu Dodoma kukumbwa na uhaba wa chakula. Habari katika ukurasa wa 5. Mtaalamu atoa tahadhari, nyoka sasa wanakuja majumbani mwenu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Adaiwa kuteka mtoto apigwa risasi akiwa kituo cha polisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Kesi ya magunia ya mkaa, familia kuzika mabaki ya mwili wa Naomi, korti ya bariki maziko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Casemiro hajui hatima yake Manchester United. Dabi kuyeyuka, shinikizo la kujiuzuru la washukia vigogo wa TFF na wizara. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Simba Yanga zaanika ya moyoni mechi ya dabi. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika wamezingua, Wakongwe wakemea vigogo TFF watoa msimamo wa dabi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mgomo wa 13, hii ni dabi ya 13 kushindwa kupigwa kutokana na watani kukimbiana kwa sababu tofauti. Jicho la mwewe na Edo Kumwembe wavaa suti na tai wanaharibu soka letu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mashabiki Man United wamsurprise Amorim. Habari katika ukurasa wa 18. Gazeti limeandika shirikisho leo Jumatatu ni Fountain dhidi ya Stand United, mchezo utapigwa saa 10 kamili jioni Tanzanite kwa Raha Manyara. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya kwa mtoto wa bunduki katika sehemu ya 33 katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika Simba nguvu zote CRDB,
Aucho waomba radhi mashabiki. Serengeti Girls hoi kwa Zambia. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mshindi wa BSS agoma kurudi DRC. Habari katika ukurasa wa 24. Wachezaji Pamba Jiji wako salama. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika Simba Yanga zatoa ya moyoni mechi ya dabi, kila moja yaeleza huruma yao kwa mashabiki, huku wakieleza kuwa habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika barua Feitoto sasa kupishana Simba Azam FC. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gokaris atajwa kunukia Arsenal. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake wa nyuma. Habari za michezo na burudani. Na gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.